Kampuni kubwa zaidi duniani ya uzalishaji wa kondomu, Carex BHD ya Malaysia, imetangaza mpango wa kupandisha bei ya bidhaa zake kwa kati ya 20% hadi 30%. Uongozi wa kampuni hiyo umetaja vita vinavyoendelea nchini Iran kuwa kichocheo kikuu cha kupanda kwa bidhaa hiyo, hali inayowalazimu sasa kuhamisha mzigo huo wa gharama kwa matumizi. Mwenyekiti wa Carex Gomia Kiat amethibitisha kwamba tangu mzozo wa Iran ulipozuka, gharama ya utengenezaji wa kondomu imepanda na kusababisha kupanda kwa bei katika uzalishaji toka gharama ya mpira wa sinthetiki na nitril, vilainishi na hatimaye gharama ya usambazaji. Likewise, we are all trading in dollars, and the dollar ringgit situation has also, not been very helpful for exporters. Licha ya kupanda kwa bei, jambo la kushangaza ni kuwa mahitaji ya kondomu yameongezeka kwa takriban 30% mwaka huu. Hata hivyo, changamoto kubwa imesalia katika uchukuzi, ambapo muda wa usafirishaji umeongezeka toka mwezi mmoja hadi miwili. Hali hii imesababisha maelfu ya makonteina kukwama, yakigeuka kuwa magala yanayoelea baharini huku yakisubiri kufika yanakohitajika. Tatizo hili la uhaba limeshuhudiwa baada ya mashirika ya kutoa misaada kama USAID kupunguza ufadhili wao kwa kiasi kikubwa, huku mataifa yanayostawi sasa yakikabiliwa na hatari ya kupungukiwa kabisa na akiba ya kondomu kwa sababu ya kutegemea shehena chache zilizosalia magalani. Upungufu huu katika nchi hizi umechangia pakubwa uhaba unaoshuhudiwa sasa, hasa baada ya mashirika ya kutoa misaada kama USAID kupunguza bajeti zao mwaka jana. Kutokana na hali hiyo, mataifa mengi yanayoendelea kwa sasa yanalazimika kuendesha mipango yao ya afya yakiwa na akiba ndogo mno, jambo linalotia wasiwasi kuhusu usalama wa afya ya jamii. Hata hivyo, hapa Kenya, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ya zinaa almaarufu NASCOP, Andrew Mulwa, anatoa ujumbe wa utulivu kuwa sekta ya afya bila shaka itaathiriwa na mgogoro wa kijiografia, lakini hatutarajii mabadiliko makubwa katika juhudi za kuzuia virusi vya ukimwi. Shirika la NASCOP limesisitiza kuwa mfumo wa serikali wa kusambaza kondomu bila malipo nchini Kenya unasalia kuwa kingo imara dhidi ya mivurugo ya kibiashara. Kwa mujibu wa Daktari Andrew Mulwa, huku soko la kibinafsi likitarajiwa kuyumbishwa na kupanda kwa bei, watumiaji wa huduma za umma wamekingwa dhidi ya mawimbi hayo ya soko la kimataifa. Kupanda kwa bei kunaweza kupunguza matumizi ya kondomu katika sekta ya kibinafsi, lakini nchini Kenya, serikali imehakikisha kuwa imejipanga kutoruhusu mishtuko hiyo ya nje kufuta mafanikio yaliyofikiwa katika vita dhidi ya virusi vya ukimwi. Kwa programu za kimataifa za misaada na mifumo ya afya, serikali inawakilisha kikwazo kikubwa cha kibajeti katika mapambano dhidi ya magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kuingia madukani. Nitakaporejea nitakuwa naingia kwenye mazungumzo leo, tukijaribu kutathmini nafasi ya vijana katika mustakabali wa siasa za taifa, na tukiangazia iwapo vijana wana nafasi ya kweli katika uongozi na maamuzi ya taifa la Kenya kwa sasa, au ni watazamaji tu wa yote yanayotokea katika nafasi za uongozi na siasa humu nchini. Nitakuwa narejea ndani muda usio